Madikteta wote duniani walishinda uchaguzi wa kidemokrasia, kuanzia Bokassa mpaka Hitler walishinda uchaguzi wa kidemokrasia, isipokuwa walikuwa hawana governing tool ya kuwafanya wabaki kwenye maono yale ambayo wananchi waliojipangia, wakatoka nje na nchi zao zikaharibikiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, ninaomba kama iko zawadi tunatakiwa kuipa nchi hii, ni kuipa maono ya muda mrefu sana. Nini maana yake? Watoto wanaosoma shule wanaona kwa kuwa ndani ya miaka 50 kila wilaya inatakiwa kuwa na hospitali ya rufaa, watoto wataona soko la udaktari lipo, manesi wataona soko la unesi lipo. Wanapoona ndani ya miaka 50 kila wilaya itajengwa university, wajenzi wanaona soko la ujenzi lipo, watu wa rangi wataona soko la rangi lipo, watu wa mabati wataona soko la mabati lipo, kwa sababu wanaiona nchi yao kutokea mbali. Sasa na ilani za uchaguzi zinakuwa zinaongelea maono ya nchi. Curriculum, mitaala ya elimu inakuwa inaongelea maono ya nchi. Watoto wanaweza kuiona nchi yao katika 3D kwa mbali, na wakaamua hatima yao leo, wakijua wanajua kwamba nchi yao itakuwa ya namna fulani ndani ya miaka 50. Mipango hii ya muda mifupi tulionao ni mizuri, lakini haiwezi kujenga nchi imara. Investment zote zinazoweza zikawa sustainable zikaijenga nchi ni zile zilizowekwa kwa muda mrefu, wafanyabiashara wakaziona, alafu wakamfanya maamuzi leo, na maamuzi yale yakaprevail ndani ya miaka 50. Mheshimiwa Naibu Spika, mfano mzuri kule Mtwara, ilipoibuka miradi ya gesi zikajengwa hoteli nyingi, ziko pale Mtwara. Leo hoteli hizo hazina watu wa kulala. Kwa nini? Kwa sababu focus tena imechange. Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa natoa ushauri kwamba kama tunataka kuipa nchi hii zawadi kubwa, tuipe maono ya muda mrefu, miaka 50, miaka 60, na maono hayo yanaweza kubadilishwa kutegemea na ulimwengu unapobadilika. Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nilikuwa kule Uholanzi, nikataka kuita taksi kama tunavyoita kwetu hapa. Wakasema sasa hivi wanafanya mpango wa taksi ambazo hazina dereva. Unaita kwa kutumia simu yako, inakuja haina dereva, unaingia ndani, unaandika namba ya simu ya nyumba unayokwenda, inakupeleka mpaka nyumbani kwa mtu. Dunia ijayo madereva tulionao hawa hatutakuwa nao. Dunia ijayo marubani wa ndege tulionao hawa hatutakuwa nao. Dunia ijayo kuna robot wanasheria. Tunatakiwa tuione dunia ijayo kwa mbali sana, ili kama nchi tujipange kwenye mitaala yetu ya elimu, ili watoto wetu waweze kuhendo dunia ijayo. Mheshimiwa Naibu Spika, nilikuwa namwomba kaka yangu Mwigulu Nchemba pamoja na serikali kwa ujumla, kazi ya mbunge ni kushauri serikali, na shauri tutafute namna ambayo tunaweza tukaipa nchi mipango ya muda mrefu sana, ili watoto wasipate depression kwa kutokujua Tanzania ijayo. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika.